Kwanza ni focus na determinations, lakini pia ni timu ambayo iko well organized when it comes to michuano ya kimataifa. Okay. Wanajua wakienda ugenini nini wafanye. Yaani tunapokwenda ugenini katika nchi ya ugeni, kitu cha msingi kuweza kufanya. Na washai study michuano ya Afrika kwa muda mrefu. Wanajua tabia za wenyewe tofauti tofauti. Kwa kabla ya mechi manake watakwenda, watafanya uchunguzi wao, wataangalia mazingira, lakini pia na uwezo mzuri wa kuweza kutumia uwanja wao wa nyumbani, na kubwa zaidi kuweza kujitoa kwa 100%. Unaona ni timu ambayo imekuwa ina uwezo mkubwa sana. Unaona wamekuwa na uwezo mkubwa, lakini kwa ambacho unaweza kukiona namna gani ambavyo wanaweza kushambulia kwa kushtukiza wakiwa wanatoka nyuma. Yaani wana mpango ambao watautumia wakiwa ugenini na wana mpango ambao watautumia wakiwa nyumbani. Kwa hiyo katika mechi ya leo hii ingekuwa kama timu nyingine kwa kasi ambayo ilikuwa Manzano Nsingizini, maana yake Simba angeweza kuruhusu matokeo ile ya sare au kupoteza. Lakini angalia ambacho wamekifanya mpaka dakika 90 wanakwenda kutoka na zaidi ya magoli mawili, na wanafunga goli la 3 ambalo ni baada ya wao kutoka kwenye kushambuliwa wanakwenda kushambulia. Kwa hiyo itosha kusema kwamba when it comes michuano ya kimataifa, nafikiri kuna haja ya kuangalia Simba wanachokifanya. Na ndio kwa siku nilizungumza kwamba endapo kama Simba angepata kuwa na kikosi kama ambacho Yanga au Azam au Singida yuko nacho katika siku za karibuni, Simba hii ilikuwa inaweza kwenda kuchukua bingwa wa Afrika, kwa sababu tayari wanajua mbinu zote za kutumia uwanja nyumbani na kucheza katika mechi wakiwa katika uwanja wa ugenini.